Ndugu zangu, kuna hili sakata limeibuka mkoa wa Tabora la hawa jamaa waliokuja katika mwavuli wa dini kuja kueneza masuala ya ushoga. Kwa kifupi, dini ni mfereji mkubwa sana wa mambo mengi sana ya kishenzi. Dini ya Kikristo, niweke specific, kwa sababu dini ya Kiislamu sina shida nayo. Dini ya Kiislamu haipingani na science whatsoever way. Yaani biology na Uislamu wanapingana wapi? Hakuna. Kwa hiyo tukigusa dini ya Kiislamu ni sawasawa tunapingana na biology. Moja kwa moja tuende kwenye dini ya Kikristo. Ndio dini yangu, nimelelewa, nimepewa elimu ya kuijua dunia kwa kutumia hii dini. Kwanza dini ni nini? Usiumize kichwa. Kwani tukienda kanisani tunafundishwa nini? Tunafundishwa namna ya kuishi mfumo fulani wa maisha ili tuifurahie hii sayari. Usiibe, usizini, usiwe na roho mbaya, hivyo. Yani the day to day lifestyle, yale maisha ya kila siku, ndicho tunachofundishwa kanisani, misikitini. Kwa tafsiri, kwa maneno mafupi, dini ni nini? Dini ni utamaduni. Definition ya utamaduni ni nini? Utamaduni ni yale mambo yako ya kila siku. Your daily lifestyle is your culture. Unachojifunza kanisani ni nini? Namna ya kuishi kila siku katika uso wa dunia hii, ukaifurahia hii dunia. Waislamu mpaka namna ya kula wanafundishana. Vyakula bora ni vipi? Angalia, pita sehemu za misikitini, angalia ni vyakula gani Waislamu wanavi-advocate. Alafu nenda kwenye biology kama wanapingana. Nenda kwa Wakristo. Sasa tuje kwenye hili sakata la ushoga kwanza, kwa sababu Ukristo na ujua kuliko unavyojijua wenyewe. Nirudie sentence yangu ili watu wanaopenda kunitafuta wanitafute. Ukristo na ujua kuliko unavyojijua wenyewe. Mwanzilishi wa hilo vuguvugu la Ukristo, tuachane naye, hana shida. Yeye aliacha brand. Shida ni namna gani hii brand inavyotumika. Nikupe mfano mzuri unielewe. Coca-Cola au Fanta, hizi soda za Marekani, zinazalishwa dunia nzima. Na kila sehemu ina ladha yake kulingana na maji ya pale na material ya pale yanayotumika kuzalisha ile bidhaa. Coca-Cola ya Marekani sio Coca-Cola ya Tanzania. Coca-Cola ya Tanzania sio Coca-Cola ya Mexico. Tushaelewana hapo hiyo? Sasa njoo kwa brand inayoitwa Ukristo. Mimi ni mtu wa kijiweni. Hawa jamaa wakija kupromote kanisa wana mbinu nyingi sana. Kwa kifupi, mpaka huyu jamaa, huyu mchungaji alivyokuwa anajitetea, amedai ni namna gani hawa jamaa waliokuja na hiyo injili yao ya ushoga walikuwa hawataki masuala ya sadaka. Nakumbuka kuna kanisa lilikujaga hapa Tanzania, lilikuwa linajitangaza hivyo hivyo, hulipi, hutoi sadaka. Lakini kawaida kabisa, hata kabla hizi dini za wazungu hazijaja, hakuna ibada isiyohusisha sadaka. Hiyo ibada sio ibada. Yaani ibada ili kamiliki lazima kuwepo na sadaka. Ni sasa na sherehe bila mvinyo. Sijui kama hiyo sherehe imekamilika. Sijui. Sherehe za duniani nazungumza. Maana kuna wale wengine labda wana sherehe za kutumia chai. Basically sherehe yote ina kinywaji. Nirudi kwenye point. Sasa ndugu zanguni, twende kwenye formula inayotumika kufanikisha haya mambo. Formula ni ile ile kila siku na hihubiri. Mimi nakwenda kwenye mzizi mkuu, kwenye main formula. Main formula ni kwamba tuje kwanza kwenye dini za kwanza kabisa. Yani baada ya watu kuja, walitukuta na utamaduni wetu. Manake tulikuwa na dini zetu. Zile dini zilikuwa very strong. Manake ungeziacha zile dini utashindwa kuwatawala hawa watu. Naangalia kwa mfano pale nilipo, mimi nimekulia shamba. Kule shamba Ukristo una nguvu sana kule nilikokulia mimi. Una nguvu mpaka umeua zile traditional, yani umezidi zile traditional rituals. Japokuwa zile traditional rituals bado zipo, zile mila za tradition bado zipo, lakini Ukristo umekuwa na nguvu sana. Lengo kubwa la Ukristo, lengo kubwa kabisa, the main purpose, kuwapumbaza watu watawalike. Kwa sababu tengeneza picha jinsi ya jamaa walivyotudhalilisha, walivyotuua, walivyotufanyia. Wasinge kuja na mfumo wa kutuprogramu akili zetu tukawa pumbavu. Lazima tungejiregroup na tukaanza vita ya kupambana nao tena. Lazima uwe na akili hiyo. Watu wenye big wanaojua namna ubongo wa mwanadamu unavyofanya kazi, wanaelewa ninachokiongea. Ubongo wa mwanadamu unahifadhi sana. Kwa hiyo kwa yale waliotufanyia, lazima walikuja na mechanism ya kutupumbaza, usilipize, sijui nini, Yesu. Uko upumbavu mwingi sana wa kuhakikisha huyu mtu anakuwa mpumbavu. Usisahau wa upumbavu wa dini ulikuwa pia unaua traditional medicine
mimi najua namna gani hizi dini zinavyojianzisha sehemu, especially wa Katoliki nazungumzia. Wakienda sehemu wanaanzisha kanisa, wanaanzisha na hizi modern hospitali, kwa kifupi modern medical facilities. Lengo kuu la dini na modern medical facilities ni kuua ile misingi ya babu zetu yote. Yani tusijitambue whatsoever way, yani tusijitambue kabisa ili waweze kutucontrol. Sasa nirudi kwenye kilichokuwa kinafanyika Tabora. Kilichokuwa kinafanyika Tabora mimi nakijua kwa sababu mchakato wa haya makanisa unavyokuja mimi naujua. Niwakumbushe watu haya makanisa ya kina Mwamposa, haya makanisa kampuni Pentecostal, kwa sababu Pentecostal Church ni ya Marekani, unavyotaja Anglikana inajulikana na Mwingereza, Roma ni Italia. Superpower wote lazima walianzisha kanisa kusaidia mambo yao. Dini ni mfereji mzuri sana wa kupitisha ajenda za siri, kwa sababu zinakuja katika mwavuli wa Yesu. Yesu ni mtu mzuri, lakini huko nyuma ushetani uliopo ni kuharibu kizazi totally. Hapa Tanzania yako makanisa yako makanisa kwa hapa nchini hayabariki ushoga, lakini nje huko yaliko, yani huko base yao yanabariki ushoga. Maana kama kuna mashoga hapa Tanzania watataka kufunga ndoa chini ya hilo kanisa linawabeba, linawapeleka Marekani, wanaenda kufunga ndoa wanarudi. Usiniambie kanisa gani, sitaki vita na makanisa. Kumbuka Uislamu unachukuliwa kama dini ya ugaidi, lakini nataka nikwambie Ukristo ni umafia. Yani kanisa wa Kristo ni mafia. Unajua mafia ni kimya kimya. Mafia unauawa kimya kimya. Shida ya Uislamu, unajua Uislamu ukidisrespect dini inakuadhibu wazi wazi. Ndio maana wanaonekana ni watu wabaya, lakini wanafanya vile ili kuonyesha kwamba lazima uzitii sheria zao. Sasa Ukristo ukiagusa maslahi yao wanakuua kimya kimya, ni mafias. Sasa ndugu zangu, huyo aliyekuja na huu msaada wa ushoga ni yule ambaye anatawala riziki zetu. Kwa hiyo tayari wamekaa wanajua kabisa hawa watu wana matatizo, kwa sababu riziki zao sisi tunazo, hawana maisha. Kwa hiyo wakati tunapeleka hii sera yetu ya ushoga, tukipita katika mwavuli wa Injili na msaada tutapita. Sijui nimeeleweka? Wa Tanzania wanamiliki ardhi yetu. Hawa si ndio wale tunawaambia watujengee kivuko? Ndio akina Pentecostal is American. Okay, American ni World Bank. Hawa wao ndio tunawaambia tujengee daraja, tujengee kivuko, wanakuambia hapana, lakini chocha stand wametujengea. Yaani lazima niwe nawakumbusha ili watu wajue formula nzima. Ukiwa na njaa huko desperate. Kwa hiyo so long as hawa watu wanaamini wameshikilia riziki zetu, na nimesha huko nyuma wanaonifuatilia nimeshawaambia njia nzuri ya kumtawala mwanadamu ni kuhakikisha ajitambui. Kwa hiyo mfumo wa dini ni wa kuhakikisha hatujitambui. Mfumo wa elimu ni wa kuhakikisha hatujitambui, ili rasilimali zetu zisiwe. Lazima nitawakumbusha. Hawa wanakuja na misaada, sijui tutawapa friji, sijui simu, sijui nini. Sio wanajua hatuna hivyo vitu, hatuna uwezo wa kuvimiliki. Yaani hatuna kwa sababu nchi sio yetu. Nchi ingekuwa yetu hivyo vitu tungekuwa navyo. Sijui inaeleweka. Kwa nini hiyo idea hawezi kupeleka China? Kwa sababu wa China wanajitambua na mfumo wao unaonekana kabisa wanajitambua. Hapa kwetu system iko open. Ndugu zangu, kuna kanisa lilinunua kiwanja hapa Tanzania dola 500,000. Nilikuwa naenda huko kanisani. Nikajiuliza, ile kanisa la mabati limepata wapi dola 500,000? Nikachimba. Kuna kitu nilifundishwa pale. Ndio maana nawaambia wa Tanzania, hebu hii ardhi itoke kwanza kwa central government, ije kwetu. Huko ushenzi unafanywa na taasisi za makanisa, taasisi za dini kujimilikisha ardhi yetu. Hamuelewi. Ndio maana sitaki kuja hapa ataki hizi taasisi. Mimi nakwenda kwenye mzizi. Mimi nakwenda kwenye ile loophole. Wanaotuletea hizi sera za ushoga wanajua tuna njaa, tutakubali tu. Mtu atasema faida ya ushoga nini? Faida ya ushoga ni kuharibu kizazi. Unakuwa na dysfunctional generation kama America. America ni dysfunctional generation. Hawezi kufanya kitu. Wafikiri wa America wana military. Most of American military main service ni foreigners. Ile ni dysfunctional society. Kuna watu walifika pale wakaandika mfumo wa maisha wa kuua kile kizazi kabisa. Hawezi kufanya maamuzi kwa faida yao. Lazima niwaambie watu. Kwa taifa letu linajulikana, lina rasilimali nyingi sana. Kwa hiyo watu wamewekeza kutengeneza dysfunctional generation. Lazima ulete ushoga. Unaleta ushoga, kuna matatizo ya kidini. Yaani unaleta a lot of unaleta matabaka mengi, matabaka ya kidini, matabaka ya kisiasa. Kwa hiyo tukikaa sehemu, huyu anatetea ushoga, huyu anatetea Chadema, huyu anatetea Lutherani, huyu anatetea Bakwatwa,
hakuna wa kuzungumzia maslahi ya Watanzania. That's the end goal. End goal ya kuleta hivi vitu ni to create dysfunctional generation in a particular place so that you can get the control of their natural resources. Unataka yani, unafikiri lengo lao nini? Ni kukuletea Yesu uende mbinguni? Yani Yesu anamiliki shamba lenu, unaambiwa kamaombe Yesu akupe kiwanja. Lazima nitakuwa nawakumbusha, huyu jinga mimi sinaujua sababu naishi humo. So injili ya ushoga ya Tabora sio Tabora tu, iko all over Tanzania. Yako makanisa kibao. Haya makanisa yalianza lini? Yalianza Mwinyi aliposaini ubepari na demokrasia. Kwa sababu ubepari na demokrasia ndio floodgate ya kuruhusu kila uchafu. Kwa hiyo niwakumbushe wa Tanzania, matatizo mengi ya nchi yetu, njia kuu ni msaada, kwa sababu riziki yetu sio yetu, bali kuna watu wamejimilikisha. Sasa hawa watu siku zote wanapambana tuwe wapumbavu, tuwe wajinga, tusijitambue ili waendelee kumiliki riziki zetu. Tunahitaji kuandika mfumo wa maisha yetu mpya, tutawale riziki zetu na tuamue hatima ya maisha yetu. Tunahitaji kuandika mfumo wa utamaduni wa maisha yetu. Kwenye Ukristo hakuna utamaduni sahihi. Ndiko nikolelewa. Yaani nawajua kuliko wanavyojijua. Ogopa watu wako kinyume na science. Bro, what is this? Christianity, one of the dangerous institution for secretly killing Africans. Yaani taasisi ya kisiri ya kuangamiza Waafrika. Kwa Tanzania, dawa ni ile ile. Pasi na kucontrol riziki zetu, hatuwezi kuamua mambo kwa faida yetu. Kwa sababu siku zote ukiwa na njaa, unafanya maamuzi ambayo hayakufaidishi wewe. Yaani unafanya maamuzi kwa ajili ya kuitibu ile njaa. Hiyo ndio nature ya ubongo. So ubongo unapokuwa unawaza njaa, kwa hiyo inabidi uwaze kuitibu njaa. Kumbuka, wanaoitawala hii sayari yetu wana silaha kuu mbili za kuiharibu generation, kama ujui nikusaidie. Kwa kutumia njaa, unatengeneza jamii inakuwa preoccupied kuiwaza njaa. Muda wote jamii inawaza njaa. Na walioshiba wana matatizo ya kimahusiano. Kuna vitu viwili. Upande mmoja wana execute njaa, na hao ambao wamefanikiwa kuishinda njaa wana matatizo ya mahusiano. Hayo yote, injinia wa matatizo yote hayo ni dini ya Kikristo. Halafu unapokuwa na njaa, unahubiriwa kukusaidia kuitibu njaa yako ni Yesu. Unapokuwa na matatizo ya ndoa, wa kukuhubiria, unahubiriwa mwenye uwezo wa kutatua matatizo yako ya mahusiano ni Yesu. Yesu nini? Ulimwengu wa kusadikika haupo. Twende kwa Waislamu. Twende kwenye Uislamu ulionyooka. Dume lile na wake watatu wanne. Linawazaje tena, linakuaje na stress ya mahusiano? Yaani mfumo wa kimaisha wa Waislamu unaona kabisa hauna stress. Ila recently jamii ya Kiislamu kama inajaribu kuadapti Ukristo. Mimi naishi na Waislamu, wanakuwa na zile itikadi za Kikristo. Unamkuta mwanamke wa Kiislamu naye anakuambia sitaki mwanaume mwenye wake wengi. Sitaki niende huko, lakini nataka nikupe picha ni namna gani iko jamii inayotawala hii dunia yetu na inatumia silaha kuu mbili kuhakikisha inapumbaza na kuharibu jamii yoyote ili ile jamii tawalike maisha yake yote. Njaa, mahusiano. Injinia mkuu dini ya Ukristo, huku ukiuziwa Yesu kama suluhisho la matatizo yako. Kwa Waislamu kuna sheria zimenyooka. Changamoto ya Waislamu, kuna baadhi ya memba wa Kiislamu wanakuwa na itikadi za Kikristo. Pata maelezo kamili ya jinsi gani mchakato wa kuleta hiyo injili ya ushoga mkoani Tabora, kama ulikuwa hujaipata full. Hapa mkoani alikuja ofisini kwangu mchungaji Rashid. Mchungaji Rashid alipokuja ofisini alinipa huu mpira. Akaniambia, mkuu, kuna kontena kadhaa zinatoka bandarini ya misaada, nataka kuja kugawa kwa mashuleni hapa Tabora. Sample ni hii hapa. Kwa tutaomba siku hiyo uwe mgeni rasmi kwenye ugawaji. Mchungaji Rashid nikamjibu simple tu, nikamwambia wataalamu wangu wakijiridhisha na vyombo, mimi sina neno. Sasa kweli vyombo vya uchunguzi vinafanya kazi kubwa sana, na intelligence yetu zote zipo vizuri sana. Kwa hatimaye wakawa na dauti na aina ya mpira na vipeperushi vya namna hii. Wakawa na dauti ya rangi, alama zilizopo kwenye huu mpira, lakini na rangi zilizopo kwenye vipeperushi hivi. Alama hizi hatuwezi kusema moja kwa moja, lakini zina viashiria vya jumuiya au chama
chama cha mapenzi ya jinsia moja. Zina viashiria. Ukigugu hapo utaona hakuna tofauti na alama hizi, ambazo mbaya ni kwamba tungekuta wamewapa watu wazima huku mtaani, tungeweza kusema kwamba hao watu wazima wana uelewa mkubwa. Wanaopelekewa ni watoto, tena watoto, na mwenyewe amesema watoto chini ya miaka 18 ndio wanaopewa mipira hii na hivi vijitabu. Mabango yanayoonyesha kuna injili tarehe 19 ambayo yamewekwa huko mtaani hayana alama hizo. Unaelewa? Kwa hiyo kinachotangazwa ni tofauti na kinachopewa mtaani. Kinachopewa mtaani ni hichi. Kinachotangazwa tena wameweka bendera ya taifa pale pembeni pale ukipita kwenye mabango yale, kuonyesha hili ni jambo jema. Lakini kazi zinafanywa chini chini. Maana yake ukiniambia kwamba hichi kijitabu amepewa mtoto wangu shuleni, mimi nimerudi juzi jioni nakaa na mtoto wa dadangu, ananiambia mjomba, tumepewa vitabu hivi. Niambia mjomba, tumepewa vitabu hivi shuleni. Yupo darasa la 5. Mmepewa, alafu tusome, alafu tuandike nyuma, tuangalie kuna maelekezo nyuma ya kitabu. Maelekezo nyuma ya kitabu imeandika kwanza kadi ya maamuzi. Mtoto huyo, jina lake, umri wake, namba yake ya simu, mahali anapoishi, wakati wa kutembelewa, yaani ni muda gani anatakiwa kutembelewa, aandike, alafu achane haka na wamewekea na nani ya kuchana. Kwa hiyo sijajua, baada ya hapo nafikiri wanavikusanya. Mtoto huyo, mtoto wangu, unakusanya namba yake ya simu na mahali anapoishi na muda wa kumtembelea mtoto huyo. Hayo maamuzi huyo mtoto ameyatoa wapi? Lakini kichwa cha habari kimeandika maisha yako mapya. Huyo mtoto huyo anatakiwa kuwa na maisha mapya. Unanielewa waandishi? Naomba tuwe macho na mambo haya, na hakuna kulegeza. Yeyote tutakaye kumbana naye kwenye jambo la namna hii, rais wetu wa nchi, kiongozi mkuu wa nchi, alisema tulinde maadili yetu na tutunze watoto wetu. Kwa ukiruhusu wainjilishaji kwenda shuleni kukusanya watoto na kuambia hicho wanachowaambia na kuwapa zawadi za namna hii, hiyo haturuhusiwi na hatuwezi kuruhusu. Kwanza tumesitisha kila kitu cha hao mabwana, na vitabu hivyo na mipira yote ambayo walikuwa wamegawa tumeikusanya, ipo hapa. Na hayo makontena sasa vyombo vitaendelea kuangalia, lakini kimsingi hawatagawa na hawatatakiwa kugawa mahala popote katika mkoa huu. Kama watayarudisha kwao huko yalikotoka, well, lakini sio kugawa hapa. Ni mngeleta mpira una nembo bendera ya taifa, kuna shida gani? Si mnaleta msaada? Si mwende mtengenezeni mpira ina bendera ya taifa ya nchi hii ambayo inamfundisha mtoto na ajue bendera hii ni ya taifa na anajua maana yake. Tuletee nembo ambazo hazipo, haitumiki mahala popote. Hata watoto wetu wanaofundishwa madarasani huko kuna international colors, mmoja amesema hapa. Hata moja hapa haipo. Ametuambia maana ya hizi kala, ni kichekesho. Anasema walizibuni wao wenyewe tu, wakakaa kabuni, zikaenda direct na haya ambayo tunayapinga kila siku kichi. Kwa hatua tulioichukua ni kusitisha mkutano huyo mwinjilishaji, na tumewaambia kwamba mkutano huo hautakuwepo kama walivyokuwa wamepanga mpaka vyombo vitakavyokuja kutuambia kwamba ni salama, tuwaambie waendelee. Lakini kwa sasa tumeufunga na tumekanseli kibali hicho. Tumewaelekeza mabango yote hapa mjini waliokuwa wameyabandika wayatoe leo, tusikute bango mjini hapa. Wametuambia wapo zaidi ya 10 au 20 hapa mjini, waondoke leo, wasilale katika mji huu hapa. Mchungaji Rashid na mwenzake tumwambia ripoti polisi kutoa maelezo. Mimi naitwa Mchungaji Rashid wa kanisa la EAGT Kidatu B, lakini pia ni katibu wa umoja wa makanisa ya Kipentekoste wilaya ya Tabora mjini. Niseme kidogo, tulipokea ugeni kama wachungaji wa manispaa ya Tabora. Wakija tukakutana na baba askofu pamoja na wao, tukawahoji wakiwa hawana vipeperushi,
walivyoingia mkoani hapa kwetu Tabora mwezi Januari tarehe 6 hawakuwa pia na vipeperushi. Tumeenda baadaye vikaja vipeperushi vile vya aina ya kwanza hii. Basi tukaenda nao, wakasema ni vipeperushi ambao tutagawa siku ya mkutano wa Injili ambao unategemea kufanyika tarehe 10 ulikuwa unategemea kufanyika tarehe 19 mwezi huu wa 3 2026. Tukaona ni jambo jema na mababa askofu wetu. Tukaenda baadaye tukaletewa hii hatujaiona kabisa, tumekuja kuiona wanaitoa mashuleni kwa ufafanuzi wa hizi alama kama alivyofanuliwa kamati ya ulinzi hivi. Na ilivyokuja mipira, mimi kwa sababu na upenda mkoa wangu wa Tabora, nilichukua ile mipira ili lengo la kuleta mkoani ule mpira ili mkuu wa mkoa aje auchunguze. Ndio ulikuwa wa kwanza kabisa. Auone huu mpira unafaa kugawia wanafunzi. Na nilienda ofisini kwake nikamwambia mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumekuletea mpira huu. Na yeye akajibu akasema vyombo vyangu vikijilizisha hakuna shida. Kwa mimi nilisema kwa ufupi, kwanza nimpongeze mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa sababu lingeenda sana lilikuwa tunachafua pia wachungaji wote. Kwanza hao walipokea wachungaji wote manispaa ya Tabora. Lingeletea picha ambayo sio nzuri. Kwa mimi nikushukuru mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kazi yako jema na kamati yako ya ulinzi ya usalama ya mkoa, lakini pia na waheshimiwa wabunge na viongozi wote ambao wako mkoa huu wa Tabora na manispaa hii. Kazi ni nzuri. Na mimi binafsi kama katibu wa bodi mtendaji, mimi nimepokea maelekezo haya tena kwa amani. Na toka jana nilipokea barua kutoka kwa Fande OCD ya kuzuia mkutano, tulisambaza makanisani maana ndio wajibu wangu. Kama mamlaka imeamua hilo jambo, maana katikati kuna ukakasi. Na kweli mimi niseme tu hizi alama hata ndio maana hata Askofu Shali yani ni issue nyingine hatukuelewa chochote. Kwa mimi niwapongeze sana. Na kitu kingine tulichoshangaza, wale watu hawatoi sadaka. Kitu ambacho tuliwauliza kwamba kwa nini hamtoi sadaka? Wakasema hivi, sadaka tukitozaga zinabaki zinaleta migogoro kwenye wilaya ambayo tumefikia, maana sisi hatubebi sadaka. Maaskofu walioji sana. Wakasema sisi tunajua ibada bila sadaka haijakamilika. Sasa wakasema sisi tumejieleza, tuna kila kitu, ndio maana tunanunua friji za kugawa kwenye mkutano, TV, baskeli, smartphone, pikipiki. Tukasema sawa kwa sababu mmeamua hivyo, lakini baadhi pia tukaenda tunahoji kwa nini sadaka zisiwepo. Mswahili elimika.